So Pedri mimi nilianza kuona kwanza kuna watu, unajua mimi na group la mashabiki wa Barcelona wako kama 3 hivi. Na yaani wa Tanzania au sema? Tanzania tu. Na wapo wengine wamejoin kutoka nchi nyingine lakini asilimia kubwa ni Tanzania. So hizo groups zina watu 1500 plus. Sasa pindi Pedri amekuja, ameposti sikuona kwa mara ya kwanza. Nikawa napokea simu nyingi sana, watu wananijua nipo kwenye group. Bro, usituangushe. Pedri kaja Tanzania. Fanya jambo. Usituangushe. Kaja kweli. Kuingia kwenye Instagram yake nikakuta akapost. Nafanyaje? Uweze kumtumia DM Pedri na followers wengi akujibu. Na hata hivyo akiona hata akisema tuseme amesoma. Anakuamini vipi? Akuruhusu mkaribie. Ni vitu ambavyo haviwezekani. So kupitia connection zangu nikatafuta kampuni ambayo ilimleta. Nikawasiliana nao, tuka arrange na nini, kutana. Ingawa ndio hivyo tunajua Tanzania kuna uzibe na watu wanataka kuleta nini. Yeah, so mimi nilisafiri hapa nikaenda Arusha. Ile ilikuwa ni Arusha. Sio Dar es Salaam, mimi ni Arusha. Kaenda tukapiga kile ambacho kilionekana pale. Ilikuwa ni moment ambayo kwa kweli sitaweza kuisahau. Na imefungua vitu vingi sana of course kwenye hiki ninachokifanya. Pedro alikuwa ashafika katika level ya kuondoka. Ameshaingia ndani anakaguliwa aondoke na ndege. Yaani kuna vitu sitakata kuvisema lakini kuna namna ilifanyika mpaka Pedro alitoka. Tena na mimi na kutokana kwa sababu aongea Kiingereza ile. Ilibidi nitumie namna kuandika hata kwenye simu nikamwonyesha ni message tafadhali. Nenda nikamwonyesha ni message kwa shabiki. Yes, kwa Spanish. Okay. Yes. So alienda kuonyesha jamaa yuko very humble. Akasema it's fine. Akatoka. Alikuwa na familia yake, alikuwa na babake, alikuwa na mdogo wake, na mama yake. Kwa akatoka mwenyewe ndo tukamaliza ile issue pale.